katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Tazama ni wakati huu tena ambao niko mahali hapa kwa ajili ya kuwasilisha maneno yako, na kuomba uwepo wako kapate kwa umoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho tutakavyoenda kuhitimisha maneno ambayo naenda kuachilia katika siku ya leo. Na kuomba kwa nitumie kama chombo chako kama siku zote, maana mimi ni chombo chako. Naomba neema yako Bwana Yesu, maneno ambayo naenda kuachilia katika siku ya leo yakapate kuwa ni maneno ambayo yataenda kutujenga na yataenda kutufungua tukapate kuelewa mapenzi yako katika jina la Yesu. Na alika uwepo wako kuanzia sasa ukapate utamalaki katika maeneo na mazingira haya katika jina la Yesu. Na wale wote ambao wataenda kusikia mahali kokote ambapo watasikia, masikio yao yale masikio ya ndani yakapate kufunguliwa, wakapate kuelewa maneno ambayo, ujumbe ambao unaenda kuachilia katika siku ya leo katika jina la Yesu. Sifa na tukufu na kurudishia wewe, amen. Ujumbe wa siku ya leo una kichwa ambacho kinasema shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Huu ni ujumbe ambao unakuja katika mwanzo wa mwaka huu, kiwa tupo katika mwanzoni wa mwaka huu, mwaka 2026. Huu ni ujumbe ambao tumepewa kwenda kutafakari kusudi la Mungu kuweza kutuingiza katika mwaka huu. Kusudi la Mungu sisi tuweze kuingia katika mwaka huu. Kusudi la kwanza la Mungu anatarajia tukapate kumzalia matunda. Mungu anatarajia tuweze kumzalia matunda. Anatarajia tuweze kwenda kumzalia matunda. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambao umepewa neema kuweza kuingia katika mwaka huu, wewe ambao umepewa neema kuona mwaka huu, fahamu ya kwamba kusudi la Mungu kuingiza katika mwaka huu ni wewe upate kwenda kuzaa matunda. Na Biblia hapa inatuambia kwamba shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 3. Tuanze kusoma kuanzia ule mstari wa 7. Neno la Mungu nasema kwamba hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana anawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Mstari wa 10 anasema, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Nasema na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kwa kusudi la kwanza la Mungu kutuingiza katika mwaka huu 2026 ni ili tuweze kwenda kuzaa matunda, ili tuweze kwenda kumzalia matunda. Kwa hiyo tunaangalia ni matunda gani ambao kwanza Mungu anataka tuweze kumzalia. Yamkini katika mwaka uliopita Mungu alitupa neema, alitupa nafasi ili tuweze kumzalia matunda, lakini huenda hatukuweza kuzaa matunda ambao Mungu alikusudia. Lakini kwa neema ya Mungu tumeweza tena kupewa muda mwingine, tumeweza tena kupewa neema nyingine, tumeweza kuongezewa neema nyingine, tumeweza kuingia katika mwaka huu ili tuweze kwenda kuzaa matunda ambayo yamkini hatujazaa katika mwaka uliopita. Kwa hiyo ndugu yangu, katika siku ya leo, huu ni ujumbe ambao unakufikia ili uweze kufahamu ya kwamba katika mwaka huu ambao umepewa, huenda huu ndio mwaka ambao Mungu amekupa, huenda huu ndio mwaka ambao ni mwaka wako ambao Mungu amekuongezea tena neema ili uweze kwenda kumzalia matunda. Na Biblia hapa inatuambia kwamba shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Maana yake ni kwamba kila mti usiozaa matunda tayari ule mtu utaenda kukatwa. Katika ile siku ya kwanza ambao umesikia Injili, katika ile siku ya kwanza ambao umepewa neema ya kusikia Injili, ile siku ambao umesikia kwa habari ya kutubu, na ile siku ambavyo Mungu alisema na wewe kwa habari ya matendo yote ambayo unayafanya, ndio siku ambao Mungu alikusudia, alitegemea ili uweze kutubu. Lakini kwa sababu ya kwamba ugumu wa mioyo yetu hatukuweza kutubu katika ile siku ya kwanza. Hatukuweza kutubu katika ile siku ya kwanza ambao tumesikia Injili. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alituvumilia, kaendelea kutuvumilia. Kila mwaka Mungu anatuvumilia. Yamkini sasa hivi ni zaidi ya miaka 10 hata tumesikia Injili. Yamkini ni zaidi ya miaka 5 tumesikia Injili. Lakini hatujawahi kumzalia Mungu matunda sawa sawa na vile ambavyo tunatubu. Lakini katika siku ya leo, hii ni siku ambayo tena tunaenda kujua kwamba kwa nini Mungu alituingiza katika mwaka huu. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaenda kumzalia. Ni mwaka ambao Mungu ametupa tuweze kwenda kuzaa matunda sawa sawa na vile ambavyo tumetubu. Kwa sababu watu wengi wamesema kwamba wametubu lakini hawajazaa matunda kulingana na toba yao. Watu wengi wanasema kwamba wametubu dhambi zao lakini hawajazaa matunda kulingana na toba waliotubia, kulingana na mambo waliotubia. Watu wengi hawajaweza kuzaa matunda. Lakini katika mwaka huu ni mwaka wa kwenda kuzaa matunda. Maana yake ni mwaka wa kwenda kuzalia ile toba matunda. Biblia hapa ndio maana inatuambia, tukisoma tukirudi kuanzia mstari wa 7, anasema kwamba hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya kukimbia hasira itakayokuja?
Mstari wa 8 anasema basi zaeni matunda yapasao toba. Kwa hiyo kumbe kuna matunda yapasao toba. Kuna matunda ambayo yapasao toba ambayo tunapaswa kuweza kumzalia Mungu wetu. Lakini yamkini katika mwaka uliopita, ule ni mwaka ambao yamkini Mungu alitupa ili tuweze kumzalia matunda hayo, mambo yale ambayo tumeyatubia miaka iliyopita. Yamkini ni zaidi ya miaka. Kila mwaka Mungu anatupa, anatuongezea. Kila mwaka Mungu anatuongezea. Kila mwaka Mungu anatuongezea muda. Kila mwaka Mungu anatuongezea neema. Kila mwaka Mungu anatuongezea neema, na hata leo tumeongezewa tena neema, ndio maana tumeweza kuingia katika mwaka huu. Lakini neema hii ambayo Mungu ametupa, anasema kwamba shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Maana yake ni kwamba wakati wote hii neema inaweza kaondolewa, wakati wote. Maana yake tunaweza tukakatwa pale ambapo hatukuzaa matunda. Mungu alituvumilia. Yamkini zaidi ya miaka 5 umekuwa ukisikia Injili na umesema kwamba umetubu, lakini bado unaendelea kuishi kama ulivyokuwa mwanzo. Bado ulikuwa unaendelea kufanya mambo ambayo umesema kwamba umetubia. Yamkini ulikuwa unafanya uasherati, usinzi, lakini bado hujatubu, bado hujazaa matunda kulingana na hiyo dhambi ya usinzi. Maana yake bado unaendelea na usinzi. Lakini katika mwaka huu ni mwaka wa kwenda kuzaa matunda sawasawa na toba ambao tunatubu. Kwa hiyo maana yake mwanzo wa mwaka huu ni mwanzo wa kutubu, kuanza kutubu na kuzaa matunda kulingana na toba zetu, kulingana na zile na mambo yote ambayo tunayatubia. Ikiwa ni ulevi, maana yake tunaamua kuacha ulevi. Maana yake ni kwamba kama katika mwaka huu utaamua kugeuka, utaamua kutubu dhambi zako, utaamua kuachana na mambo yote ambayo yampendezi Mungu, maana yake unapaswa kuzaa matunda kulingana na matendo yale yote ambayo unatubia. Sio kusema tu kwa kinywa kwamba umetubu, sio kukiri tu kwa kinywa kwamba umetubu. Maana yake ukishatubu, maana yake unazaa matunda. Nini maana kuzaa matunda? Maana yake unaamua kutorudia mambo hayo ambayo umeacha, kutorudia mambo ambayo umeyatubia. Yamkini ulishatubia usinzi, ulishatubia ulevi, ulishatubia uasherati, ulishatubia mambo yote mabaya, lakini bado unaendelea na mambo hayo. Ulishatubia usengenyaji, lakini bado unaendelea na mwaka huu, na umeingia katika mwaka huu, umeingia na uasherati wako, umeingia na usinzi, umeingia na mambo yote mabaya, bado unaendelea nayo. Lakini katika siku ya leo Mungu anasema na wewe ili uweze kwenda kuzaa matunda sasa yale ambayo mambo yote ambayo umekiri katika kinywa chako, umekiri ya kwamba umetubu, lakini bado unaendelea nayo. Huu ni mwaka wa kwenda kuzaa matunda kulingana na toba halisi, toba ya kweli. Maana yake ni kuamua kuachana na dhambi, kwa kumaanisha kuacha kabisa na kutorudia kufanya mambo hayo, kutorudia kufanya hiyo dhambi, kutorudia. Fahamu ndugu yangu kwamba hapa Biblia inasema kwamba shoka limekwisha kuwekwa. Maana yake ni kwamba huenda mwaka huu ndio mwaka ambao ni mwaka wa mwisho kwako ambao umepewa. Huenda huu ndio mwaka ambao umepewa, kwa sababu yamkini ni miaka zaidi ya 10 sasa umeendelea kusikia Injili, lakini huenda huu ndio mwaka wako. Hamna mtu ambaye anajua. Huenda huu ndio mwaka wako wa mwisho ambao Mungu amekupa ili uweze kwenda kuzaa matunda kulingana na toba, kulingana na vile ambavyo unatubu, kulingana na mambo yote ambayo unaacha. Maana yake kwamba uamue kuacha na mambo yote hayo na kutoamua kugeuka nyuma tena. Maana yake unaamua kutazama msalaba na kuendelea mbele pasipo kurudia mambo yote ambayo ulikuwa unafanya. Hiyo ndio maana ya kumzalia Mungu matunda sawasawa na toba. Kwa hiyo huu ndio mwaka ambao huenda ni mwaka wako wa mwisho, kwa sababu kila mmoja amepewa muda ili aweze kuzaa matunda. Kila mmoja amepewa muda ili aweze kutubu na kumaanisha kuacha dhambi. Kila mmoja amepewa muda wake. Nani ajua ya kwamba huu ndio mwaka wako wa mwisho? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua. Lakini ndugu yangu, fahamu kwamba usipoenda kuzaa matunda katika mwaka huu, kama huu ndio mwaka ambao Mungu amekupa ili uweze kuzaa matunda, usipoenda kuzaa matunda, yamkini hautaweza kumaliza mwaka huu, yamkini hautaweza kufika, kwa sababu ya kwamba wapo wengi ambao wamepewa kuingia katika mwaka huu, lakini sio wote ambao wataenda kumaliza mwaka huu. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi na wewe hatujui, lakini kikubwa ni sisi tuamue kutengeneza maisha yetu, tuamue kutubu sawasawa na vile ambavyo Mungu anataka. Sio tutubu kwa vinywa tu, tutubu kwa matendo. Maana yake tutubu kwa kumaanisha kuacha dhambi, tunamaanisha kuacha uasherati, tunamaanisha kuacha ulevi, tunamaanisha kuacha mambo yote mabaya, ukahaba na mambo yote ambayo sio mpendeza Mungu. Unaamua kuachana na vitu vyote ambavyo vinamchukiza Mungu. Unaamua kuachana pasipo kuangalia tena nyuma, Maana yake unaamua kuachana maisha ya uvuguvugu. Unaamua kutoa mwili wako wote na miguu yako yote unaingiza kwa Yesu Kristo. Unaamua kutoa maisha yako yote, unampa Yesu Kristo maisha yako yote. Sio unakuwa mtu vuguvugu, sio unakuwa mtu nusu, unakuwa bado unasema kwamba umeokoka, wewe ni Mkristo, lakini bado unashikamana na mambo ya dunia, bado unaopenda dunia. Maana yake ni mwaka wa kuamua kuzaa matunda
kulingana na Mungu anavyotaka, sio vile ambavyo sisi tunataka. Tunaamua kumzalia Mungu matunda, na matunda ambayo Mungu anasema hapa ni matendo yetu ambayo tunayafanya, ambayo tunasema kwa vinywa vyetu tumetubu, lakini bado hatujatubu. Hapa Biblia inatuambia kwamba basi zaeni matunda pasayo toba. Basi zaeni matunda pasayo toba. Maana yake zaa matunda kulingana na toba uliyotubia. Hiyo ndio maana yake. Na katika kile kitabu cha Luka sura ya 13 tunaona hapa ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni ana shamba lake la mzabibu, lakini wakati ambapo hilo shamba la mzabibu, yule mwenye shamba alivyomweka yule mtu ambaye ni mwangalizi hilo shamba, alivyokuja akauona mti ambao ni mtini ambao ulikuwa hauzai matunda, lakini akauliza kwamba mbona huu mti unaharibu nchi? Huu mti unaharibu nchi. Maana yake huu mti unaendelea kupaliliwa, unaendelea kuwekewa mbolea, huu mti unatumia gharama, lakini mbona hauzai matunda? Mbona hana matunda? Miaka 3 naja sasa hivi nikitafuta matunda juu ya mtini huu, lakini siupati. Lakini yule mtunzaji wa hilo shamba alimwambia ya kwamba katika mwaka huu naomba acha huu mwaka niweze kupalilia ili uweze kuzaa matunda, na kama usivyozaa ndivyo uje ukate. Kitabu cha Luka sura ya 13 tusome mfano huu ili tujue ya kwamba na sisi kama miti ambao tumepewa ili tuweze kuzaa matunda katika mwaka huu, ni mwaka ambao ni mwaka wa nyongeza, ni mwaka ambao tumepewa mwaka huu tuende kuzaa matunda pasayo toba. Huu ni mwaka ambao tumeongezewa tena neema. Huu ni mwaka ambao tumeongezewa tena muda. Huu ni mwaka ambao tumepewa muda tumeongezewa muda ili tuweze kwenda kuzaa matunda. Kwa hiyo sifurahie tu kuendelea kufurahia mwaka mpya na kuendelea kupanga mipango yako. Fahamu kwamba unapaswa kwenda kuzaa matunda kulingana na toba ambayo unatubia. Kwa hiyo maana yake kama ukiamua leo kutubia usinzi, unapaswa kuzalia hiyo usinzi matunda. Maana yake unapaswa kutoshikamana tena na mazingira ya usinzi. Unapaswa kuachana na mambo yote ambayo yanachochea usinzi. Unapaswa kujitenga kabisa na mambo hayo. Maana yake unapaswa kuokoka kweli kweli. Kitabu cha Luka sura ya 13 anasema kuanzia mstari wa 6. Maneno ya Bwana Yesu mwenyewe akitoa mfano akisema, akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao kizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Hapa huyu mtunzaji wa shamba hili anasema kwamba akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi. Maana yake ni kwamba ameomba apewe mwaka mmoja, ameomba aongezewe mwaka mmoja, ameomba aongezewe mwaka mmoja, aweze kupalilia, aweze kutunza, haweze kuangalia kwamba ule mtu utazaa matunda. Anasema kwamba kama usipozaa katika mwaka huu ndivyo uje ukate. Na wewe ndugu yangu, fahamu kwamba Yesu Kristo ambaye yeye ndio mwombezi wetu amekuombea kwa Baba upewe muda huu, upewe mwaka huu, upewe mwaka huu, kwa sababu ya mkini Mungu alikuangalia miaka yote 3, zaidi ya miaka 3. Alikuangalia kila siku akija anakuta uzai matunda. Kila siku, kila mwaka ambao unaingia bado upo kama vile haubadiliki. Umesikia injili nyingi sana, lakini bado uko pale pale, haubadiliki. Lakini kwa neema za Mungu, Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu, Yesu Kristo ambaye yeye anatupenda zaidi, yeye alituombea tena kwa Baba tupewe tena mwaka mwingine huu. Kwa hiyo kwa sababu ya kwamba Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye neema, ametupa tena neema kuongezewa mwaka, ametupa kuongezewa muda. Tumeongezewa mwaka huu ili tuweze kwenda kuzaa matunda. Lakini hapa anasema kwamba usipoenda kuzaa la ndivyo uje ukate. Anasema usipoenda kuzaa ndivyo uje ukate. Kwa hiyo tunaenda kukatwa katika mwaka huu tusipoenda kuzaa matunda ambayo yapasayo toba. Kwa hiyo ndugu yangu, amua kwenda kuanza maisha haya. Nenda kaanze maisha mapya ndani ya Kristo katika mwaka huu. Amka ulipolala na Kristo atakuangaza. Fufuka katika wafu na Kristo atakuangaza. Huu ni mwaka wa kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Huu ni mwaka wa kutubu ndugu yangu. Amua kutubu kwa sababu umepewa muda. Amua kutubu kwa sababu umepewa muda. Na usipoenda kuzaa, usipoenda kutubu, utaenda kukatwa hata kabla hujamaliza mwaka huu. Kwa hiyo ndugu yangu, amua kwenda kutubu leo hii. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ule mstari wa 20, lakini nina neno juu yako ya kwamba waamrizia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitae nabii na kuwafundisha watumishi. Anasema
yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu. Anasema nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia usinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Anasema tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Maana yake huyu mwanamke Yezebeli alikuwa ni mwanamke kahaba, alikuwa ni mwanamke msinzi, mchawi, lakini pia alikuwa ni mwanamke ambaye ni nabii wa uongo. Alikuwa ni ana uongo mwingi, alikuwa anawafundisha watumishi wa Mungu, anawafundisha mafundisho ya uongo. Lakini Mungu alimpa muda, alimwongezea muda ili aweze kutubia usinzi wake. Lakini kwa sababu hakutaka kutubia usinzi wake, Biblia Mungu anasema kwamba tazama, atamtupa katika kitanda, na wale ambao wanazini nao wanatupa. Maana yake atatupwa katika ziwa la moto huyu mwanamke. Lakini ndugu yangu, fahamu kwamba hata wewe mwenyewe, hata mimi mwenyewe, Mungu anasema nasi pia. Anasema kwamba tuweze kutubu. Anasema kwamba ametupa muda ili tuweze kutubia matendo yote ya giza, tuweze kutubia matendo yetu ambayo yampendezi Mungu, yale matendo ambayo tunajua kabisa ndani ya dhambi zetu asimpendezi Mungu. Tuweze kutubia kwa sababu tumepewa muda ili tuweze kunasa. Tusipotubu, maana yake fahamu kwamba muda wote tunaweza tukakatwa, kwa sababu shoka limekwisha kuwekwa penye mashina, na kila mtu usiozaa matunda utakatwa na kutupwa motoni. Kwa hiyo ndugu yangu, hili ndio neno ambalo siku leo tumepewa katika mwanzo wa mwaka huu, ili tuanze kwenda kutafakari maisha yetu, na tujua kwamba kuna mwisho wa maisha. Tujua kwamba kuna siku ya hukumu ambayo kila mmoja atasimamishwa mbele ya kiti cha hukumu na kutoa hesabu ya matendo yake. Fahamu ndugu yangu kwamba kuna hukumu ambayo inakuja. Tafahamu kwamba kila mwaka ambao unazidi kuongeza, ndugu yangu, fahamu kwamba ile siku kuu ya Bwana kuharibu ulimwengu na wale wote ambao wanatenda maovu na kuwatupa katika ziwa la moto, ile siku inakaribia ndugu yangu. Naishi katika wakati ambao parapanda itaweza kalia muda wote. Yamkini huu ndio mwaka ambao parapanda itaenda kulia, kwa sababu ile inasema kwamba kuna siku na saa ambao Mungu anajua mwenyewe. Hakuna malaika, hakuna mtu yote ambaye anajua, lakini yeye mwenyewe ndiye ambaye anajua ile siku. Hakika ile siku ipo karibu ndugu yangu, na wakati wote ile siku parapanda italia, na Wakristo wote ambao wamekwisha lala sasa hivi, wote watasikia sauti ya parapanda, watafuliwa na wataungana na wale ambao watakuwa hai, na wote watamlaki Bwana Yesu mawinguni. Utakuwa wapi katika ile siku ya parapanda ndugu yangu? Na ingali bado umesikia injili nyingi na unaendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu. Hivyo katika siku ya leo, nenda kafungue moyo wako na Kristo aingie ndani yako, aweze kubadilisha, ili uweze kuanza maisha mapya ndani ya Kristo katika mwaka mpya wa 2026. Na neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kuelewa na maneno haya, ili uweze kwenda kuchukua hatua. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako na fadhili zako. Asante kwa maneno yako ambayo umeachilia katika wakati huu. Naomba maneno haya yakapate kutuguza mioyo yetu. Naomba maneno haya yakapate kutuwezesha tuweze kujua yale ambao natamani tuweze kuelewa. Na kuomba neema yako, maneno haya yakapate kumbadilisha yule kijana na yule dada na yule mama ambaye anaenda kusikia neno hili. Na kuomba maneno haya yakapate kumgusa moyo wake, maneno haya yakapate kuchoma moyo wake, maneno haya yakapate kumbadilisha, yakapate kumwezesha, akapate kutoka katika maisha yale ambayo anaishi maisha ya dhambi, aweze kwenda kuzaa matunda, aweze kwenda kuzaa matunda pasao toba, kulingana na vile ambavyo ataenda kutubu. Asante Bwana Yesu, nakushukuru maana najua kwamba wema wako na fadhili zako ni mwingi. Ndio maana tumeweza kuingia katika mwaka huu 2026 ili tuweze tena kwenda kuzaa matunda kabla hatujafikia mwisho wa maisha yetu. Nakushukuru, nasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Sifa na utukufu na kurudisha wewe, maana unastahili wewe. Amen.